Bwana, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare kwa ajili ya kuendelea kupata habari mbalimbali za kimichezo ambazo sisi tutakuwa tunakuwekea hapa ndani ya Mafie TV. Endelea kutusupport kwa kusubscribe, kulike, kucomment, kushare ili tufikishe subscribers 10,000. Na iwaza sababu moja tu kati ya sababu nyingine ambazo kila mtu anaweza mwenyewe na akawaza kwa sababu nazozijua kuhusu Azam FC kushindwa kufanya vizuri katika ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Kwa misimu takriban kadhaa wameshindwa kutoa taji la ligi kuu ya NBC Tanzania Bara ama ligi kuu bara. Hasa moja ya sababu ambayo mimi naamini huenda kwa asilimia kubwa inawaangusha ni Azam FC ni kuendelea kujitenga na utamaduni na mienendo ya soka letu. Kwa kile tu wanachoamini kusajili wachezaji kutoka Simba na Yanga ni moja ya sababu yao ya kutokufanya vizuri. Lakini kiukweli inaweza isiwe ni sababu ambayo ina mashiko ama ina mvuto kwa mtu ambaye amekuwa akifuatilia vilabu vya Simba na Yanga kwa siku za hivi karibuni kutokana na ubora ambao wamekuwa nao na utamaduni wa soka lao jinsi ambavyo umekuwa. Lakini tukiwaangalia Azam wameshindwa kuwa na mwenendo mzuri na sifa ambazo wao wenyewe wanaweza wakawa wanajipa ni sifa za kujipongeza kumaliza nafasi ya 3, jambo ambalo hawapasi kuliwaza ama hawapasi kuwa nalo. Lakini kiuhalisia wanatakiwa kuwa na wachezaji wengi kutoka katika timu hizi na zenye kukaribiana nazo kuanzia uelewa na mienendo na ufahamu wa juu wa wachezaji wanavochezeshwa na pengine na kutumiwa na walimu ambao wanatamani kuwa nao wanapaswa toke kwenye vilabu viwili vya Simba na Yanga, pengine hata venye karba ya Simba na Yanga. Na imagine kuna Faisal pale Azam FC, lakini Faisal pekee hatoshi. Unatakiwa uwe na wachezaji wa aina yake wengi waliopita misuko ya soka ambao watakupa uzoefu mkubwa kwa jinsi ya kushinda mechi na sio kucheza mechi. Yani wanajua namna gani ya wewe ambavyo una uwezo wa kushinda mechi na ukapata game. Ni muda mrefu hatujaona Azam wakipata ubingwa wa ligi kuu Tanzania Bara. Kinachopaswa kwa wao ni kujifikiria watachukua miaka mingapi kwa ajili ya wao kuja kuchukua taji. Imepita takriban miaka 13 na hawajaonekana wakiwa kwenye hizo shangwe na fijo na nderejo za kubeba ubingwa. Lakini wana muda wa kujiuliza wanapaswa kufanya hichi kitu ama wanapaswa kujirekebisha kwa muda wa miaka mingapi ili kurejea kutawala soka la Tanzania. Kuna muda hatufurahi kuviona vilabu vya Simba na Yanga vikiwa vinachukua taji, lakini tunaamini Azam ana kila kitu ambacho kinaweza kikamsababisha yeye akachukua ubingwa. Kama ni fedha wanayo, kama ni kutafuta wachezaji wana uwezo huo na kuwalipa kwa gharama na wakafanikishia malengo yao ambayo wanahitaji. Ni kwa nini watu wengi wanaamini Azam walikuwa wanatakiwa awe mshindani mkubwa zaidi pengine kuliko vilabu vya Simba na Yanga, watu wamuone ni kama Mamelodi wa Tanzania? Ni kutokana na investment pengine ya jinsi ambavyo wamejiinvest. Ni timu ambayo ukiangalia kwenye miundombinu haina shida yoyote. Wana viwanja viwili, wana viwanja bora, wana kiwanja ambacho wanakitumia cha ligi kuu ni cha kwao ambacho wanatumia. Yaani ukienda kwenye miundombinu, facilities zote zile za klabu ambazo zinapaswa kuwepo Azam wanazo. Kuna muda unajiuliza Azam shida ni wachezaji ama Azam shida ni uongozi, lakini ukiangalia unaenda kukuta shida pengine ni wachezaji na aina mifumo ya uongozaji wa timu yao. Hawajaamini kwenye wachezaji ambao ni bora zaidi. Unaweza ukawa na Faisal mmoja ambaye anaweza akawa ni bora kwa msimu mzima asikuofe, lakini ukawa na Faisal 10 kwenye timu wakakupa namna ya kushinda michezo ambayo utakuwa unacheza dhidi ya hivi vilabu viwili vya Simba na Yanga kutokea pale Kariakoo. Ni kwa nini? Ni kwa sababu hao wachezaji wanajua namna ya kucheza michezo ambayo inatakiwa ichezwe kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania Bara.
Leo ukaamua kusafiri kutafuta kina watu kama kina Adams kutoka Mamelodi Sundowns, ukaamua kutafuta watu kama kina Max Alande kwenda Mamelodi, ukatafuta watu kama Kim Vuidi kutoka Orlando Pirates. Hao ni wachezaji ambao ukiwatazama ni wachezaji ambao ukiwaleta kwenye timu yako una uhakika na asilimia kubwa ya kwamba unaweza kumaliza katika nafasi nzuri ya kutoa ubingwa katika msimu ambao utakuwa unashiriki. Azam wamekuwa na shida hiyo ya watu kuwapa imani kubwa, lakini wanashindwa wao kuinua ile imani yao sasa kwa watu, au kuaminisha watu kwamba kile ambacho walikuwa wanakiamini pengine kinaweza kikatokea. Asa kama watu wanaweka imani kwako kwamba kuna msimu fulani kutokana na aina ya sajili ambazo unafanya zinaweza zikakufanya ukawa bingwa, ama zinaweza zikakufanya ukatoa ushindani mkubwa na ukashindwa kutoa ule ushindani, watu wanabaki kukuona kama wewe ni timu ya kawaida. Azam wanapaswa watoke kuonekana kwenye timu ya kawaida, waje kwenye kuonekana ni timu ambayo ni ya ushindani, kwa sababu hata ukienda kwenye level ya kimataifa hakuna hatua kubwa ambayo Azam wamepiga ambayo watu wanaweza wakawa na kumbukumbu nayo, pengine kufika huko ambapo hivi vilabu viwili vya Simba na Yanga ambapo wamefika. Hakuna hatua ambayo watu watarejea kwamba waseme Azam walifika hatua ya nusu final, alifika hatua ya robo final, ama amefika hatua ya makundi. Hasa watu wakirejea kiangalia kwenye kumbukumbu na data na makaratasi, wanaona Azam mchezo wa kwanza wa pili ametoka, mchezo wa pili umetoka. Hasa watu tarejea na kumbukumbu za michezo ya Esperance Tunisia ambayo walicheza, walikuwa bora, lakini unarejea walikuwa bora, walikuwa na wachezaji gani? Walikuwa na bora na wachezaji ambao tayari walikuwa wameshawapa ligi, tayari wachezaji ambao wameshawapa kila kitu ambacho wao walikuwa wanakihitaji. Kwa hiyo mimi naamini kwamba Azam wana nafasi ya kutoa taji kama ambapo wao watakuwa wamejipanga na wataweza kujua namna ya kucheza, watajua namna ya kutafuta wachezaji walio bora na kuwapa kile tu ambacho wanahitaji, basi Azam wanaweza akawa bingwa katika misimu inayofuata.